Na hivyo ndivyo ambavyo kikosi cha Al Masry ya Misri nchini tayari kimefika katika dimba la Benjamin Mkapa. Mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wao wa kesho. Ni mchezo wa marudiano ambao tayari ukisha kupigwa katika dimba lao kule nchini Misri. Hivyo sasa mchezo wa marudiano ndani ya dimba la Benjamin Mkapa. Hivyo Al Masry alitoka na ushindi wa mabao 2-0 na tunatazamia ili ufuzu kuingia nusu finali ni lazima ushinde mabao mengi. Simba atakwenda kujitetea katika dimba la nyumbani kwa maana kushinda kuanzia mabao 3 na kuendelea. Kama atashinda goli 3 basi iwe 3-0, na kama atashinda 4-1 ama 5-1, na hivyo Simba moja kwa moja unasema kwamba anakwenda kupita kuingia nusu finali. Imekuwa ni kawaida ya wana Simba kujitetea ndani ya dimba la Benjamin Mkapa. Je, kesho atakwenda kujitetea? Mechi ya mwisho iliyopigwa katika dimba hili na Al Masry miaka kadhaa iliyopita, isiyopungua miaka 7, tayari tukitazamia rekodi iliyokuwepo, walitoka 2-2. Mechi ilikuwa tafu kweli kweli katika dimba hili. Je, ni namna gani, vipi wanakwenda kuonyesha mchezo wa kesho, ama upande wa Al Masry wameandaa kitu gani kwenye mchezo wa kesho? Nikinukuu maongezi ya kocha ambaye ametoka kuzungumza kwenye press, anasema kwamba anatambua Simba kesho inahitaji alama 3 na Simba uhitaji wao wa alama 3 wakiwa ndani ya dimba la Benjamin Mkapa wanafahamu. Hivyo wako tayari kwenda katika mchezo huo wa kesho, na hivyo pressure ya mashabiki wanafahamu kwamba wanajua kwamba watakuja kukutana na pressure hiyo ya mashabiki kesho katika dimba hili. Wana Simba pia tunaona wamefanya vikubwa katika hamasa zao mbalimbali kuhakikisha kwamba wanakuja kujaza uwanja kuja kumvaa Al Masry. Hii ni kwamba wana Simba wao wanaenda na kauli mbiu ya kusema hii tunavuka. Watakwenda kuvuka na kwenda kumfunga mabao mengi ambayo yatakwenda kuwapeleka nusu finali au Al Masry, ama namna gani? Rekodi wanasema saa nyingine tunaachana nazo kwa sababu vikosi vinasajiliwa kila siku kila leo, na Simba imesajili, Al Masry imesajili. Al Masry ya miaka ile sio Al Masry hii, lakini pia Simba ya kipindi kile sio Simba ya kipindi hiki, lakini pia Al Masry wako tayari kwa mchezo huu, na hivi ndivyo ambavyo tayari wanafanya mazoezi madogo ya kuweka miili sawa, ndipo waanze na mazoezi ya ndani ya kuelekea mchezo huo ambao wanakwenda kufanya hapa majira haya. Sasa ni saa 10 kasoro saa hizi za kwetu huko Afrika Mashariki. Ni hivyo kama unavyoona nyota hao wa Al Masry wanaendelea kufanya warm up. Tunamwona nyota Al Masry yule ni ameumia ama namna gani, vipi? Naona na kitambaa chake kichwani akiwa anaendelea na warm up, lakini pia benchi la ufundi la Al Masry kiongozwa na kocha mkuu. Kwa mbali kabisa tunaona wakiwa wanafanya mazoezi kule, wakiwa wameungana na magolikipa, kuanzia golikipa namba 1 wa Al Masry, lakini pia tunaona kuna golikipa namba 2 naye yuko pale, mpaka golikipa namba 3. Magolikipa watatu wako pale wanafanya training kuelekea mchezo huo. Na hivi ndivyo ambapo unaendelea kushuhudia kile ambacho wanakifanya Al Masry ndani ya dimba la Benjamin Mkapa, na hii baada ya muda mrefu sana kutokutua katika dimba hili, basi wamekuja. Muonekano kama unavyoona, pitch iko sawa, imetulia baada ya marekebisho ambayo yalikuwa yakiendelea katika dimba hili, inaruhusu kuelekea mchezo wa kesho. Imetulia kweli kweli, na kesho ball bila shaka litakwenda kutembea hapa. Nani atakwenda kuitumia pitch hii vyema kabisa ipasavyo? Itakuwa upande wa Simba ama bahati itakuwa upande wa Al Masry? Hili ni swala la muda, dakika 90 zitakwenda kuzungumza. Mpenzi na mtazamaji wa Bugani TV, hakikisha unadondosha comment yako hapo, subscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu ambazo tunakuwekea kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwepo YouTube, lakini pia Instagram, Facebook na TikTok. Mimi ninayezungumza hapa, sauti hii ukisikia ni ya Cosmo Constantino, CEO presenter wa michezo. Karibu.
Tunatazamia ni namna gani Simba anakwenda kuweka rekodi ya kuingia nusu finali. Ushazoea kwamba Simba ana muda wote anaishia robo finali. Je, safari hii licha kuwa na umbali, naweza kusema kwamba kama tunavyoona kwamba magoli mawili tayari yamekwisha kutanguliwa na Al Masry, pengine wanakwenda kujitetea vipi katika dimba hili na kwenda kufuzu kuingia nusu finali baada ya muda ambao Simba walikuwa wakihitaji kwa muda mrefu sana, na kipindi ambacho walikuwa wanakihitaji basi ni kipindi cha kuingia nusu finali. Je, kwa sasa wako kombe la shirikisho barani Afrika, waweza kutumia nafasi hii vyema kama ambavyo tukitazama nyuma walikuwa wakishiriki katika kombe la klabu bingwa na hiyo wakiishia robo finali? Je, chance hii wanakwenda kuitumia, wao wamechukua kama advantage kwao, au namna gani? Vipi wanakwenda kuvuka ama watakwenda kuendelea kubaki robo finali? Kutokea hapa dimba la Benjamin Mkapa, tukiripoti sisi ni Bujani TV, na hii ni timu ya Al Masry, kikosi kizima full kikiendelea kufanya mazoezi, na mimi ambaye nikizungumza hapa ni Cosmo Constantine. Karibu.